mwisho. Kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Utamtoa Duke, utamtoa Max, huwezi. Kwa hiyo imefanyika na Dosa Ndakalawe, imemkuta Alan Okello. Uzuri wake leo dirisha linafungwa. Kwa hiyo mtu ampige chenga engineer anavyoweza. Wamepita matajiri wengi sana. Lakini wachezaji wa Yanga wa sasa wanaishi kama Manchester United, wanaishi kama Liverpool. Kwanza tumempokea, amekuja kama MVP wa ligi ya Zambia. Ligi ya Zambia ni ligi ambayo ukiambiwa huyu ni MVP, tafsiri yake ni mchezaji anakuwa na quality. Wa under 20 kuwa wawili kwenye benchi. Lakini Mangleba hataki tu kuweka mtu kwenye benchi, anahitaji mtu ambaye anacheza. So tutawaona wengi wakiingia kwenye timu, lakini pongezi kwake. Abdul Nasir anacheza vizuri na ametuonyesha kiwango kikubwa kwamba viongozi hawakukosea kumsajili Abdul Nasir. Sababu watu wote tulikuwa wanajiuliza hivi waliona nini kwa Abdul Nasir? Waliona nini kwa Abdul Nasir? Lakini kwa leo nilichokiona, viongozi walistahili kumleta Abdul Nasir Yanga, walistahili. Na inawezekana hata wakina Gamal wakina yule Makambo, wako mengi tutayaona kwao. Ni kiasi cha kupata nafasi wakacheza. Bana, tukitazama pia Albert Kangwanda miongoni mwa sajili ambazo zinazidi kuwa ni bora zaidi katika performance ya michezo kadha wa kadha ambayo inaendelea mpaka sasa. Anaonyesha kuna kitu anacho na anawaletea nyinyi wananchi. Komenti yake kwa hichi ambacho anaendelea nacho. Kwanza tumempokea, amekuja kama MVP wa ligi ya Zambia. Ligi ya Zambia ni ligi ambayo ukiambiwa huyu ni MVP, tafsiri yake ni mchezaji anakuwa na quality. Hawezi kushindwa kucheza hapo. Lakini Albert Kangwanda ameongeza thamani kwa timu yetu. Anapiga pasi, ana dribble. Na zake nyingi akiwa na mpira anakuwa shua sana. Yaani sio mtu ambaye anaweza akapoteza mpira kirahisi. Kitendo cha kufunga kwenye dabi ya Kariakoo maana yake anafunga hadi kwenye michezo mikubwa. Leo pia alikuwa na kiwango kizuri. Japo baadaye mwalimu alimfanyia sababu, lakini namna ambavyo alikuwa anacheza vizuri. Tunaamini quality ya Albert Kangwanda itaongeza thamani atapokuja kukutana na X Factor wetu. Yes, kwa sababu nimeona na 1-2 zile za kuombea magoli. Yaani nakupasia nipe tena niondoke. Nakupasia nipe tena niondoke. Yeye anazo. Na anajua kufanya maamuzi anapokuwa eneo la mwisho. Kwa hiyo usajili mzuri ambao utatunufaisha na. Mmempokea X Factor lakini kwa huzuni kabisa mmemwaga Alan Okello. Ni miongoni mwa watu ambao tuliongea sana mimi na wewe kuhusiana na Alan na ulimpa maua yake sana, lakini leo hii Alan anawapa mkono kwa heri. Kwa wewe Godi Yanga unazungumziaje hiyo? Ameni naumia. Alan nampenda sana. Naumia kwa sababu Alan aliingia dirisha dogo. Na kwenye dirisha dogo hilo aliyoyafanya alikuwa ni makubwa sana. Japo aliingia ni mkubwa zaidi ya Alan. Yaani Azizi ukimweka na Alan Okello, daraja lilopo Azizi ni kubwa zaidi. Azizi yuko daraja la mpira wa Afrika daraja hii. Alan Okello yuko daraja bila mpira wa Afrika. Nilitegemea labda kama Azizi angeingia angetoka mtu mwingine, sio Alan Okello. Lakini sasa huyo mtu mwingine nani? Kwa sababu waliobaki wote ni hatari. Yaani waliobaki kutaja kwenye wachezaji 12 wa kimataifa wa Yanga. Wewe ukiambiwa atoke yao aingie Azizi, lazima ugune. Atoke Jigi, aingie Azizi, lazima ugune. Atoke nani? Boka, aingie Azizi, lazima ugune. Eneo la Boka ubavu wa kushoto, fullback inahitaji mtu ambaye anakaba. Kuna mechi ambazo Zimbwe anashambulia zaidi kuliko kukaba. Kuna muda unahitaji fullback mwenye uwezo wa kukaba kweli. Mmemwona Libasa alipopotezwa kwenye dabi ya Kariakoo na Shaba ya Kiboka. Kwa hiyo ukamtoa Boka, utamtoa Duke, utamtoa Max, huwezi. Kwa hiyo imefanyika na Dosa Ndakalawe, imemkuta Alan Okello. Yanga ni timu yake kama alivyosema rais, nyakati yoyote atarudi tutampokea na tutamshangilia. Ni mchezaji mwenye quality kubwa Alan Okello. Kwa muda mfupi tu aliocheza Yanga ameingia kwenye mioyo yao. Bwana Godi, kuna kauli imewashtua sana. Kauli ya Engineer Hersi akizungumza kwamba kuna mtu anampiga chenga na ni mzuri sana.
Sasa tujajua kwamba yuko upande upi. Uzuri wake leo dirisha si linafungwa. Kwa hiyo mtu ampige chenga engineer anavyoweza. Akigoma kuingia leo, maana yake tutamsubiria dirisha dogo au dirisha kubwa lijalo. Ni swala la muda, kwa sababu GSM ndio ameipandisha thamani ya mpira wa Tanzania. GSM na hata wachezaji wazawa wote unawaona kwenye nchi hii, thamani yao imepanda ni kwa sababu ya Ghalib Said. Mimi nitawaambieni kitu kimoja, mimi Yanga hii nimeishangilia miaka mingi sana. Nimeona huduma aliokuwa anapata kina Juma Abduli kabla ya kuja Ghalib Said Mohamed kwenye Yanga. Kwanza tumempokea, amekuja kama MVP wa ligi ya Zambia. Ligi ya Zambia ni ligi ambayo ukiambiwa huyu ni MVP, tafsiri yake ni mchezaji anakuwa na quality. Wamepewa thamani, wanapewa vitu vya thamani, magari ya kutembelea makali, nyumba wanazoishi wachezaji wa Yanga ni kali. Mishahara wanaolipwa wachezaji wa Yanga sasa hivi ni mishahara mikubwa. Yanga hii unaweza kukuta mshahara kwa mwezi wanalipa zaidi ya bilioni 5. Timu tu senior team wanalipa zaidi ya bilioni 5. Mtu kama Mzizi analipwa milioni 40, sio mchezo nyinyi. Hiyo ni thamani ambayo Ghalib Said Mohamed ameileta kwa wachezaji wa Yanga. Yanga huwezi kukuta mchezaji alipwa milioni 5. Ila kwa wenzetu hapo wanalipwa milioni 2,800,000. Kule kwa Madunduka kuna mchezaji alipwa 300,000. 300,000. Ukiuliza under 20 kasogezwa tu kwenye senior team. Sisi hamna under 20 anayelipwa 500,000 hapa. Sisi under 20 wetu anaanzia kwa milioni 5 kwenda juu. GSM ampandisha thamani ya wachezaji wetu, kaibadilisha ligi yote hapa. Hamna mtu alitegemea kama Shauri atacheza ligi ya Bongo. So wachezaji wamekuja, tumewapokea na tunaamini kila mchezaji atakayeondoka Yanga kwa malipo ya mshahara wa Yanga atakapoenda atajutia, na ndio maana wengine wanakubali ni bora kukaa benchi Yanga kuliko kwenda kuanza Simba. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Biz.